Okay, tunasonga mbele katika episodi ya 7. Kumbuka tulipokuwa tumeishia katika episodi ya 6 ni mara baada ya kumshuhudia Mwamba Sanho akieleza wazi kwamba huenda yeye ndio sababu ya kumsababisha mke wake aweze kumuua. Kumbuka Mwamba mpaka sasa hivi ni marehemu na ukweli na ushahidi kila kitu kimekamilika na inaonyesha kabisa kwamba mke wake mwenyewe ndiye alikuwa ameweza kumuua. Na sababu kubwa hasa jamaa alikuwa busy na alikuwa hamzingatii kabisa mke wake. Hasa Mwamba kwa kuwa kesho ndio siku ya mahakama akawa nawaza kwamba mke wake akihukumiwa kuelekea gerezani alafu yuko na mtoto mdogo itakuwaje kwa yule mtoto. Kwa hiyo akawa anamwambia mwanasheria wafanye juu chini mke wake asiweze kuhukumiwa hata kidogo. Hasa ile siku ikawa imeweza kutimia, siku ya mahakama. Mwamba Hillan alikuwa akimwambia shemeji yake na wasiwasi kwamba ule mzimu unaweza ukanivaa na kuharibu kabisa hii kesi. Lakini ile anatazama mbele yake anagundua kwamba wakili ambaye atakopo ni mpinzani wake ni mwanamama Nayan kama kawaida. Alipoweza kumwona akamsalimia alafu akasema ni kama vile pua yako inatoa damu hivi, unaweza kutumia hii handkerchief yangu. Na Mwamba akawa anamwambia kabisa bidada Nayan kwamba usihangaike sana na hiyo kesi kwa sababu kila kitu kiko wazi kabisa kwamba mke ndiye aliyeweza kumuua mume wake. Mwanamama akauliza wewe umejuaje? Lakini Mwamba akasema mimi ni mizimu imeweza kuniambia, yani mume wake mwenyewe. Lakini mwanamama akasema alafu wewe ni mpumbavu, kila wakati unazungumza masuala ya mizimu, yani sijui una akili gani wewe, hebu toka huko tuelekee kwenye kesi. Na mahakamani kesi rasmi ikaanza kongoroma na tayari ushahidi ukaanza kutolewa pale kwa kusema kwamba tulikuta kuna matone ya damu maeneo ya jirani na bafu, lakini pia vitu ambavyo vilitumika kufanywa mauaji nilikopo katika eneo la tukio. Na baada tu ya huyo mtu aliyefanya mauaji kuweza kuyatekeleza, alichukua ule mwili na kwenda kupeleka sehemu ambayo haijulikaniki mpaka sasa. Na hayo ndio maelekezo ambayo mahakama ilikuwa inatoa kuelezea kesi jinsi ilivyoweza kutokea. Lakini pia mwanasheria akaeleza kwamba ni kama katika mazingira ya kesi hii kuna mshirika mwingine ambaye alihusika kubeba ule mwili, kwa sababu kama ni mke wake alihusika, basi ni ngumu sana kuweza kubeba mwili peke yake. Hasa mwanamama Nayan ambaye ni wakili kwa bidada Sujong akasema kwamba hapana, mke wa Mwamba hakuweza kabisa kufanya tukio hilo. Lakini dakika hizo hizo Sujong akaibuka na kusema kwamba ni kweli nilimuua mume wangu. Mwanasheria Nayan hakuamini kabisa kwamba eti mteja wake amemsaliti mahakamani tu, akaanza kusema ina maana wewe una akili timamu kweli? Lakini pia bado mwanadada akaendelea kusema kwamba ni kweli alihusika katika kifo cha mume wake. Hasa wakati huo tunaonyeshwa mwanasheria Hillan akiwa na Bonsang shemeji yake, na hapo alikuwa anajadili kuhusiana na ile kesi. Wanasema kwamba mke mtu ni kama anamlinda mtu ambaye alikuwa amefanya mauaji ya mume wake. Hasa wakawa wanakubaliana kuto kuambia kabisa ule mzimu kwamba mke wake inawezekana hakuwa amefanya mauaji bali kuna mwanaume alikuwa amefanya mauaji, ila sasa mke amekubali kwamba yeye ndo alifanyaga hayo mauaji. Ukweli ni kwamba hata mzimu haujui kabisa kwamba wenyewe ndio uliweza kufanya hayo mauaji na mke wake, bali mzimu unachokumbuka ni kwamba ulikuwa umepigwa na kitu kizito katika maeneo ya uchogo ukaanguka chini, lakini siku 2-3 nyuma alikuwaga na ugomvi na mke wake. Sasa ni kama ana uhakika kwamba mke wake ndo alifanya hilo tukio, lakini pia hana uhakika kwa sababu hakumuona. Lakini Mwamba Hillan ili aweze kupata ukweli vizuri kabisa akasema kwanza lazima tutafute mwili wako tuweze kujua mwili wako uko wapi. Hasa huyu mzimu Sanho akaanza kukumbuka ni wapi ambapo anahisi mwili wake ulikuwa umepelekwa. Akakumbuka kwamba mwili wake umekuwa umepelekwa jirani kabisa na makaburi yaliyopo kando kidogo ya chuo cha utafiti. Na Mwamba moja kwa moja akataka kuelekea eneo la tukio, lakini anataka tu kuondoka. Mwanamama Nayan mwanasheria akawa amefika eneo la tukio. Mwanamama akaendelea kuuliza tena, ulijuaje kwamba jamaa alikuwa amefia katika maeneo ya mabafu? Jamaa akaendelea kusema kwamba mzimu ndio uliweza kuniambia. Basi mwanamama mwanasheria akasema kama kweli wewe unaweza kuona mizimu na kuwasiliana nayo, nidhibitishie angalau kwa kunyenyua hiyo karatasi ambalo liko juu ya meza. Lakini Mwamba Hillan akasema mizimu haina uwezo wa kushika kitu chochote kile wala kwenda popote pale isipokuwa kwa kutumia mwili wa mtu. Lakini Mwamba alichosema ni kwamba kuna scientific formula ambazo zilikuwa zimeandikwa katika ule ubao pindi ambapo ule mzimu ulikuwa umeweza kunivaa, na huo ndio udhibitisho ya kwamba mzimu huo upo. Lakini bado mwanamama alikuwa hamuamini kabisa jamaa, akasema kwa hiyo mwandiko tu huo ndio udhibitisho wa kwamba wewe unatumiwa na mizimu na mizimu ndio inayotoa kesi zako, mbona unaamini vitu vya ajabu wewe? Na mwanamama akasema usije ukashirikiana na mimi katika kesi yoyote ile, nimegundua wewe huna akili timamu, jinga tu. Basi moja kwa moja Mwamba Hillan akawa anaendelea na safari zake, na safari hii ni kuelekea katika maeneo ya makaburi ambako mwili wa Mwamba ulikuwa umepelekwa. Waliendesha gari na wakapita katika maeneo ambayo yalikuwa hayana CCTV camera, yani maeneo ambayo yalikopo hayana uchunguzi wote unaofanywa na serikali, na huku ndiko ambako mwili ulikuwa umeenda kufukiwa. Lakini walipoweza kufika eneo la tukio wakawa wameshtuka kwamba aina ya namna ambavyo mwili ulikuwa umefukiwa na mzimu kumbukumbu zake zilivyoweza kuja ni kama mke wake hakuhusika sana kwa asilimia zote katika haya mauaji, na mzimu ukapata kumbukumbu zote namna ambavyo mauaji yalikuwa yametokea na kugundua kwamba kumbe baba mkwe wake, yani baba wa mke wake ndiye aliyeweza kuja kumzika hapa. Na Mwamba Sanho alipogundua kwamba baba mkwe wake ndiye aliyekuwa ameweza kumuua, alikasirika vibaya mno. Kwanza akauvaa mwili wa Mwamba, alafu akawa amekasirika, akawa anataka kwenda kumfuata baba mkwe wake
wake aweze kumzuru. Hasa mwanamama Nayan yeye akaanza kufanya utafiti yeye mwenyewe siri, akaja kugundua kwamba baba yake mkwe wa yule mwamba aliyeweza kufariki ni kama vile alikopo na mke wake ambaye alikuwa na matatizo fulani ya afya. Hasa ili kuweza kumsaidia mke wake mwenye matatizo ya afya, alimlazimisha binti yake kuweza kuolewa na yule mwamba ambaye anafahamika kama Sanho. Kwa hiyo aliamini kabisa kwamba Sanho atakapokuwa jirani zaidi na mtoto wake itakuwa ni rahisi Sanho kuanza kufanya utafiti kujua tiba ya ugonjwa ambao unamsumbua mke wake. Na kwa nini alimtumia mwamba Sanho? Kwa sababu Sanho ni mtu ambaye alikuwa anafanya tafiti ambazo zina mafanikio makubwa sana, hususan katika masuala mazima ya afya. Lakini tofauti ikawa kwamba mkwe wake, yani mwamba Sanho, baada tu ya kuweza kumwoa huyo mke wake, akajikuta ni kama vile amekuwa mvivu sana, hususan katika masuala mazima ya kufanya tafiti, kitu ambacho kikamkela sana baba mkwe. Hasa yule mwanamama Sojong, mtoto wake na huyu baba mkwe, alisema kwamba yeye ndo ameweza kufanya mauaji. Lengo lake ni moja tu, kuweza kumlinda babake asiingie katika kesi hii nzito, lakini pia mama yake alikuwa ni mgonjwa kitandani na baba ndiye alikuwa na wajibu wa kumlinda mke wake kila dakika na kila hatua. Lakini pia mwanasheria naye akapelekwa katika tafiti mbalimbali ambazo mwamba Sanho alikuwa akizifanya, akagundua kwamba huu mwandiko unafanana kabisa na ule mwandiko ambao ulionekanika katika ofisi ya mwamba Ilan. Akaanza kudhibitisha kwamba huenda jamaa kweli anatumiwa na mizimu, lakini bado mwanamama haamini kabisa uwepo wa mizimu. Akataka kurudi tena katika ofisi ya mwamba Ilan kwenda kudhibitisha hivi ni mwandiko ule ule ama nilikuwa naota. Kweli kuja kutazama mwandiko ni ule ule, na dakika hizo hizo akakutana na shemeji mtu, mchungaji na mama yake na mwamba Ilan, wakiwa wanasema kwamba mbona Ilan ameonekaniki sasa hivi, sijui ameelekea wapi, yani ni kama vile jamaa amepotea na haieleweki yuko wapi. Mama mtu akaanza kusema kwamba huenda huo mzimu kwa sababu mwili wake haupo utakuwa umemvaa mwanangu, lengo ni kwenda kutafuta mwili wake. Lakini mwanamama Nayan akasema kwamba kama Sanho yuko hai kweli atakwenda kumtafuta baba mkwe wake, sababu inasemekana huyo ndio aliyeweza kumuua na lazima aende akalipe kisasi kupitia mwili wa mtoto wenu. Hasa hapa mama mtu ndo akawa ameshtuka kwamba mtoto wake anaweza kaingia katika kesi ya mauaji kwa sababu mzimu ambao umeuvaa mwili wake ni kama unakwenda kulipa kisasi kwa mtu ambaye yuko hai. Na ni kweli kabisa kama walivyokuwa wamewaza, mwamba Ilan alikuwa ameelekea kwa baba mkwe wake na anamwambia kwamba kwa nini uliweza kuniua na kwa nini ulimshinikiza mtoto wako aweze kuolewa na mimi, kumbe ulikuwa na mpango mwingine nyuma ya pazia, si ndio? Lakini jambo baya ni kwamba mwamba kabla hajafanya kitu chochote kile, ghafla tu maafande wakaweza kujitokeza na kusema kwamba Ilan anatumiwa kwa kosa la kufanya mauaji. Hasa mauaji yenyewe ambayo mwamba Ilan anatumiwa nayo ni mauaji ya mwamba Suho, yani yule marehemu aliyefariki miaka mingi sana. Kumbuka kwamba mwili wake ulikuwa umefukiwa, ila mwamba Ilan akaenda kufukua ile mwili ili kwenda kudhibitisha je, jamaa kweli alikuwa amefukiwa katika lile eneo. Sasa maafande wameweza kukuta ule mwili na bahati mbaya fingerprint ambazo zinasoma ni za mwamba Ilan kwa sababu ndiye aliweza kumfukua. Kwa hiyo kesi imegeuka na sio tena baba mkwe aliyeweza kufanya mauaji, bali mwamba Ilan ndiye ambaye anatumiwa kwa kosa hilo la kuweza kufanya hayo mauaji. Sasa mtu aliye nyuma ya tukio hili anafahamika kama Director Jeng. Kumbuka kwamba ameshindwa kesi kama mbili zote ambazo wakili Ilan alikuwa ameweza kuzisimamia. Kwa hiyo mwamba akawaagiza watu wake kumfuatilia Ilan katika kila hatua ambayo anaifanya. Kwa hiyo wakati Ilan anafukua ule mwili tayari kuna watu walikuwa wakimfuatilia na hao ndio waliotoa ripoti polisi kwamba mwamba amehusika. Lakini pia Director Jeng akaenda kuwatembelea wafungwa ambao kesi zao zilishindwa kutokana na huyo Ilan. Kwanza kabisa akamtembelea bidada anayefahamika kama Emma, akauliza hivi mambo ya kesi yenu mpaka nyinyi mnakwenda kukamatwa ilikuwaje kwaje? Bidada Emma akasema kwamba Ilan ni kama alikuwa anafanya vitu ambavyo vinafanana na yule dada ambaye tulimuaga, dada ambaye ni dancer. Kwa nina wasiwasi kabisa kwamba ni kama alikuwa ndani yake kama na mzimu hivi. Lakini pia Director Jeng akawa ameenda kumtembelea mwamba katika ofisi yake ili kwenda kudhibitisha. Lakini wakati huo mwamba ndo alikuwa anatoka kuelekea katika maeneo ya makaburi kwenda kutafuta ule mwili. Kwa hiyo mwamba alipotoka katika ile maeneo ya makaburi kufukua ule mwili, Director Jeng naye akarudi katika eneo lile lile na ndiye aliyetoa polisi taarifa. Hasa kitu cha kwanza mwamba huku yuko kuhojiwa kuhusiana na mahusiano yake yeye pamoja na Sanho. Ili kuwaje akutwe amefukua mwili wa mwamba Sanho, ili kuwaje kama yeye ahusike na hayo mauaji. Lakini mwamba akasema Sanho ni mteja wake, na kwa kuwa mwamba Ilan alikuwa ni mwanasheria moja mzuri sana na anajua saikolojia nzima, alikuwa anajibu maswali yake kwa akili sana. Lakini huku upande wa pili mwanamama naye ni mwanasheria, naye amemfuata Director Kim na kusema kwamba kwa nini ulimlazimisha binti yako aweze kuolewa na mwamba Sanho kwa lengo la kuweza kutengeneza tiba? Basi mzee baba akaanza kueleza ilikuwaje tukio zima. Miaka kama 17 iliyoweza kupita, mke wake alianza kuumwa ugonjwa ambao kila wakati ukawa unamsumbua mishale ya asubuhi. Alipambana kumpeleka kwa madaktari bora kabisa, lakini hakuna aliyeweza kumtibia. Lakini hata yeye mwenyewe Director Kim alikopo ni mtafiti wa magonjwa mengi sana, alipambana usiku na mchana, lakini hakufanikiwa kupata tiba ya kumtibia mke wake. Na hapo ndipo mwamba
Director Kim alipopata wazo la kumhitaji mtu mwenye ujuzi zaidi yake, na wakati huo mwamba alikuwa kwenye chati za utafiti alikuwa ni mwamba Suho. Na kwa kuwa mwamba Director Kim wakati huo alikuwa na binti yake mzuri sana, basi akaanza kumsogeza jirani sana na mwamba Sanho, na kwa sababu wanaume wanatamaa bana, moja kwa moja akaingia katika line na akajikuta ameanza kumpenda mtoto wa mwamba Director Kim. Hasa walipoweza kuoana, basi wawili hawa wakawa na migogoro mingi sana ya ndoa, kitu ambacho kikamsababisha Suho kuanza kufeli kabisa katika tafiti zake na akaachana kabisa na masuala ya kufanya tafiti za kiafya. Hasa baba mtu kwa kuwa alimfanyia mchongo huo mwanae huyo kuweza kuolewa na huyo jamaa ambaye ni daktari mkubwa sana, na baada ya kugundua kwamba huyo daktari hafanyi tena tafiti, akaona hana sababu ya kuendelea kuwa hai. Na baba mkwe akaona hana haja ya kuendelea kubakia na huyu mkwe ambaye hana faida katika maisha yake, na ndipo alipoweza kufanya mpango wa kuweza kumwangamiza mwamba. Na haya maneno alikuwa anaambiwa bidada Nayan mwanasheria mbele ya macho yake, haamini kabisa namna gani watu walivyo binafsi. Mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia ukomo wa episodi ya 7, tukutane katika episodi ya 8, lakini kumbushe wewe ambaye kwa namna fulani hivi umekuwa ni mgeni katika channel yetu kugusa alama ya kusubscribe kama bado, ili kama tutatoa kazi nyingine basi wewe wa kwanza kuzipata.